ونبا والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخليقة عجما وعربا وأزكاهم حسبا ونصبا وعلى آله وصحابه سادة النجبا. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ndugu zangu wa Kiislamu na ndugu zetu katika Adam ambao bado hajabahatika kuwa Waislamu, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola ambaye aliumba mbingu na ardhi na vilivyomo, vinavyoonekana na visivyoonekana. Vile vile tunapenda kumtakia ziada ya rahma kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na ahali zake na masahaba zake kwa jumla na Waislamu wote walio hai na waliotangulia. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri na akatuingize peponi kwa rehema zake. Ndugu zangu, leo ni siku ya pili ya mkutano wetu katika mji huu, lakini kubwa ni kukumbushana katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, innal quluba la tusda' kama yasda'ul hadid, kwamba kwa hakika nyoyo huwa zina kawaida ya kupata kutu kama vile kinavyopata kutu chuma. Masahaba walimuuliza, ikiwa chuma kina kawaida ya kupata kutu, unaweza ukaisugua ile kutu chuma kikarejea katika hali ya kawaida, na hizi nyoyo nazo ikiwa zina kawaida ya kupata kutu, tufanye nini ili zipate kurejea katika hali ya kawaida? Mtume akayafundisha mambo makubwa mawili. Kwanza, dhikrullahi, kumtaja Mwenyezi Mungu, ikiwa kwa kupeana darsa, ikiwa kwa kupeana mawaidha, wa tilawati alquran, pamoja na kusoma Qur'an. Ala bidhikrillahi tatma'inna alqulub, kwa huku kumtaja Mwenyezi Mungu ndipo nyoyo za mwanadamu au nyoyo zetu hupata kutulia. Kwa hiyo mkutano huu pamoja na mambo makubwa matatu au manne yaliyokuwepo, mkutano wetu, jambo la kwanza, kunafanyika kitu kinachoitwa da'wa, kwa maana ya kukumbushana. Lakini hatua ya pili ya mkutano wetu, tunafanya dua kwa maana ya kuombeana. Lakini pia hatua ya tatu katika mkutano wetu, kuna dawa, kuna da'wa na kuna dawa. Da'wa ni kulinganiana, dawa kwa maana ya kupeana matibabu, dua kwa maana ya maombezi. Kwa hiyo mkutano wetu una mambo makubwa matatu. Lakini kabla hatujaingia katika hatua ya pili na ya tatu, ambayo ya dua inakuwa ni mwisho, kwanza huwa tunaanza na da'wa kwa maana ya kukumbushana, ili kila mmoja katika sisi aweze kujua wajibu wake katika Uislamu. Ndugu zangu, tuko katika dunia katika muda wa masiku machache sana. Wapo watu katika sisi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakadiria kuishi katika dunia miaka 40. Wapo watu katika sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakadiria kuishi katika dunia miaka 60. Wako watu katika sisi miongoni mwetu Mwenyezi Mungu amewakadiria kuishi katika dunia hii miaka 20. Tupo watu ambao Mwenyezi Mungu atajalia baadhi katika sisi hatutodiriki kuifika 60. Wapo watu ambao ni wachache katika sisi ambao Mwenyezi Mungu atajalia kuweza kufika alau mpaka katika miaka 90 kuelekea katika miaka 100. Kwa hiyo tuko katika dunia kwa muda wa masiku machache, lakini dunia hii ina utaratibu wake ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea sisi ili tupate kuishi. Sisi tuko tofauti na wanyama. Wanyama Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia wao kuwapa matamanio, akawanyima akili. Sisi wanadamu Allah Subhanahu wa Ta'ala akatupa matamanio na akatupa na akili. Hapa kuna utofauti baina ya mwanadamu na mnyama, na ndio maana leo hii mnyama hazingatii kwamba huyu ni mama yangu mzazi, huyu dada yangu, huyu shangazi, huyu mtoto sio wa baba mkubwa. Yeye anapomjia matamanio yake, midhali yeye ni dume, mbele kuna mbuzi jike, atayafanya yale anayotaka ili kuweza kukidhi haja yake. Lakini kwa sisi wanadamu Mungu ametupa akili. Unatambua kwamba huyu ni mwanangu, huyu ni mke wangu, hapa nilipo ni ndani, kwa hiyo naweza nikabadilisha nguo. Hapa nipo hadharani,
siwezi kufanya chochote. Na ndio maana unakuta mnyama akijisikia haja ataifanya hapa hapa, na hakuna hata mmoja atakayeshangaa kwa nini mbuzi ameshusha mizigo yake hapa. Kila mmoja ataendelea na habari zake, kwa sababu huyu ni hayawani, ana akili. Lakini waonaje mwanadamu wewe siku ukaamua kama hapa hadharani ukachojewa nguo yako ukaanza kutushushia mizigo katikati ya barabara mawili, watu wakuone aidha akili huna au wakuone mchawi sasa, au unafanya wanga mchana kweupe. Kwa hiyo mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkirimu sana huyu mwanadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, hakika tumemmilikisha huyu mwanadamu, tumemkirimu sana huyu mwanadamu na tukammilikisha vyote vilivyo bara na baharini. Sasa nini ninachopenda kuzungumza? Allah anasema katika Qur'an, katika sura ya 76, Allah anasema hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. Kwamba Mwenyezi Mungu anasema kilipita kipindi kirefu sana katika Qur'ani, miaka imegawanyika katika sehemu kubwa zisizopungua 3. Kwanza kuna kipindi cha karne cha miaka 100, kuna kipindi cha miaka 1000, na kuna kipindi cha miaka dahari, ni miaka zaidi ya 1000, kuanzia 1000 kuendelea mpaka mabilioni. Allah anasema hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, kwamba ilipita miaka mingi zaidi ya miaka milioni, mtu hakuwa kiumbe chenye kutajwa katika dunia. Kwa sababu gani? Katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiumbe wa mwisho kuumbwa duniani na Mwenyezi Mungu katika ufundi wake wa uumbaji ni mtu. Mtu ndio kiumbe wa mwisho. Kila kiumbe unachokiona katika dunia kwa asili ya kimaumbile, chenyewe ni cha kwanza kuwepo duniani kabla ya kuumbwa mtu. Mtu ni kiumbe wa mwisho kabisa kuumbwa duniani. Na ameumbwa wa mwisho kwa sababu gani? Ameumbwa kuwa kiumbe wa mwisho kwa sababu yeye ameletwa katika dunia hii ili apate kuwa ni mtawala. Na hili limethibiti katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu aliposema katika surati al-Baqara, ukisoma sura ya 2 aya nambari 30, pale Mwenyezi Mungu alipoambia malaikatur Rahman inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka kuumba kiongozi katika ardhi. Malaika wakamwambia Mwenyezi Mungu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, Mungu unataka kuumba huyo kiumbe katika ardhi, atakuja kufanya ufisadi, atakuja kumwaga damu. Kama shida yako kuabudiwa, mbona sisi malaika tunakuabudu wewe? Kwa hiyo mwanadamu ni kiumbe wa mwisho, na lengo la kufanywa kuwa wa mwisho kwa sababu yeye ni mtawala katika dunia hii. Na siku zote mtawala au kiongozi anapokuja katika eneo husika huwa hawi wa mwanzo, isipokuwa protocol inamtaka awe wa mwisho. Mathalan, hapa ingekuwa tunamsubiria rais, au tunamsubiria diwani, au tunamsubiria mwenyekiti wa serikali ya mtaa, basi wananchi kwanza wanaanza kuhudhuria katika eneo husika. Alafu watu wa protocol wanatoa taarifa kwamba rais sasa pashakaa vizuri, ulinzi ushakaa vizuri, kila kitu kiko sawa sawa. Rais ndio anakuwa wa mwisho kuweza kuja. Kwa sababu gani? Yeye ni mtawala. Kwa hiyo mimi na wewe tumefanywa kuwa viumbe wa mwisho kuja katika ardhi hii, kwa sababu tumeletwa ili tupate kuwa sisi ni watawala katika dunia hii. Hebu jiulize mwanadamu, thamani yako ya kuwa kiongozi katika dunia unaitumia sawa sawa? Muislamu, unajitambua thamani yako ya wewe kuletwa katika dunia? Hebu tizama njia ulizopitia mpaka ukaja kuzaliwa. Mungu ana malengo gani na wewe? Kwanza, wamekutana baina ya baba yako na mama yako. Mwenyezi Mungu akamshika mkono mama yako na baba yako wasiwe na fikra ya kutumia kizuizi cha namna yoyote katika mambo yao ya kupatikana wewe. Leo wangapi wanatumia mipira wanapokutana na wake zao? Lakini Allah akamshika mkono mama yako na baba yako ili wasifanye chochote cha kukuzuia wewe kuweza kuwepo katika dunia hii. Huyu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini baada ya kupatikana ujauzito, Mwenyezi Mungu akamshika mkono mama yako wewe asiende kutoa. Leo katika wanawake wangapi baada ya kupata ujauzito
akiona hali imekuwa mbaya, mwanamme masikini haeleweki, anakwenda kumeza vidonge na kujichokora, na hatimaye mimba inatoka. Mimi na wewe, Mwenyezi Mungu aliwafumba wazazi wetu wasiende kutoa mimba yako na mimba yangu. Mungu ana makusudio gani na wewe? Zaidi ya yote, ulipokuja kuzaliwa, Mwenyezi Mungu akaweka mapenzi baina yako wewe na mama. Mama hakukutupa, kakulea, kakunyonyesha takriban miaka 2. Leo wangapi katika wazazi baada ya kuona amezaa mtoto akaona maisha magumu, hakieleweki, mimi bado kijana, anamchukua mtoto anamfunga katika mfuko wa nylon, anakwenda kumtumbukiza chooni au anamtupa jalalani. Mtoto baada ya dakika 10-15 anakosa hewa, anasuffocate, anakuja anakufa yule mtoto. Leo Allah subhanahu wa ta'ala fikra hii akaitoa katika kichwa cha mama yako na baba yako, upate kulelewa katika hali ya raha, katika hali ya shida, mpaka umefika katika mazingira hayo uliyokuwa nayo. Jiulize katika hali ya kawaida, Mungu ana shida gani na ana kusudio gani na wewe mpaka muda huu bado uko hai? Ndugu zangu, tupo katika dunia hii kwa malengo maalum. Tumeletwa tukiwa ni viongozi. Baada ya kuletwa tukiwa ni viongozi, makusudio ni nini? Allah anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa wapate kunifanyia ibada. Tumeletwa katika dunia hii kwa malengo na makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutufanya mimi na wewe tuishi katika mifumo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka. Kwa sababu tukiishi kama anavyotaka Mungu katika dunia hii, hakutokuwa na dhulma. Tukiishi kama anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakutokuwa na mauaji. Tukiishi kama anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakutokuwa na maasi. Leo hii katika dunia, kwa sababu watu tumetoka katika taatillah, tumetoka katika kumtii Mungu na tunaishi tunavyotaka sisi. Leo hii ukitembea usiku, ukikutana na binadamu mwenzako, una hofu zaidi kuliko kukutana na mbwa usiku. Sijui huku kwenu vijijini, lakini kwetu sisi Dar es Salaam, kama umepata dharura ya kutembea kilomita 3-4 saa 7 za usiku, ukikutana na mbwa unaona afadhali huyu mlinzi. Utakachofanya utaokota jiti kwamba huyu hatonifuata. Akikufuata unachota mchanga, ukimrushia mbwa wala ana habari naye, anaondoka. Lakini binadamu mwenzako ukikutana naye saa 4 za usiku, wewe humwamini na wala yeye hakuamini. Mfano, mkutane katikati ya njia saa 4 za usiku, yeye anatokea kule na wewe uko huku. Wewe unaanza kujiuliza, huyu saa 8 za usiku anaenda wapi? Wakati wewe unajiuliza hivyo, na yeye pia anajiuliza, yule naye saa 8 za usiku anaenda wapi? Kwa hiyo mnataka kukwepana. Wewe utatoka katika upande wa kushoto kuelekea kulia, na yeye anatoka kulia anaelekea kushoto. Ghafla mnajikuta wote mmefanya jambo la kuhama barabara kwa wakati mmoja. Unahama na yeye anahama. Unaona hata yule sio mtu mzuri, na yule naye anasema hata yule sio mtu mzuri. Matokeo yake kila mmoja anarudi alikotoka, hakuna hata aliyofika safari yake. Kwa sababu gani? Binadamu tumetoka katika kumwogopa Mwenyezi Mungu, tunaishi katika mazingira ya kinyama. Tunaishi katika mazingira ambayo si ya kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na dunia imekuwa si sehemu salama ya kukaa. Lakini Uislamu umefundisha kitu kinachoitwa tarbia, malezi. Hapa ndipo ninapotaka kuzungumza kwa muhtasari. Tumeletwa kwa ajili ya kufanya ibada, lakini msingi wa ibada upo katika tarbia, upo katika malezi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, ametujalia sisi wanaume kuwapenda wanawake. Na hapo ndipo tabia, ndipo karakta za watu zinapopatikana. Culture kwa maana ya utamaduni unapatikana katika tarbia, katika malezi. Tujiulize, tunaishi katika misingi ya Kiislamu? Ndugu zangu katika imani, lau kama Waislamu tungeishi Kiislamu kama unavyotaka Uislamu, basi tulikuwa hakuna sababu ya kuwalingania wasiokuwa Waislamu kuingia katika Uislamu. Wangeingia katika Uislamu automatically kwa kuishi vile tunavyoishi Kiislamu. Lakini tujiulize leo hii, Waislamu tumekosekana katika dhambi gani? Ukienda kwenye wizi, Waislamu utawakuta. Ukienda kwenye ukabaji, Waislamu utawakuta. Ukienda kwenye pombe, ndio usiseme, wengine wana vilabu kabisa vya pombe na ni Muislamu. Ukiingia kwenye miziki, ndio usiseme, pigeni tathmini Waislamu, waimbaji wakubwa wote wa Tanzania ni watoto wa dini gani?
Ukienda kwenye taarabu ni Waislamu. Ukija kwenye bongo flavor ni Waislamu. Ukija sijui katika mabalaa gani ni Waislamu. Kila dhambi unayojua wewe, watoto wa Kiislamu wapo na wameshika bendera ya kuongoza. Tunajiuliza sisi Waislamu, ina maana tuna laana, tuna balaa, Uislamu wetu haujakamilika au tuna matatizo gani? Tatizo tuloliona lipo katika tarbia, lipo katika malezi ya jamii ya Kiislamu. Ndugu zangu, tukifeli katika malezi ya Kiislamu, basi tukae tukijua kwamba tumefeli katika kila kitu, katika mila zetu na katika utaratibu wetu wa Kiislamu. Kwa hiyo tumekuja hapa kuhusiana ili watu tuweze kujua. Ndo hayo ninayosema. Usishangae mle ndani Mariamu yupo, usishangae mle ndani Aisha yupo. Tena wao ndo watakuta wameshika bendera pale unavyoona. Na kubwa zaidi inaweza kuwa ndoa ya Waislamu. Na unaweza ukashangaa kubwa zaidi, daktari ananiambia unaweza ukakuta na ndoa yenyewe pia ya Kiislamu. Wala usishangae. Yani hata ile nidhamu ya maneno ya Mwenyezi Mungu hakuna. Hapo ndipo tulipofeli. Tarbia, malezi katika jamii ya Kiislamu. Ndugu zangu, malezi yanaanza katika nyumba. Katika malezi tutazungumzia nini? Ndugu zangu, katika kitu kinachoitwa tarbia, malezi, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi wanaume kuwa ni viongozi. Ar-rijalu qawwamuna ala nisai, kwamba sisi ni viongozi kwa wanawake. Yani sisi ndio tuongoze wanawake kwa maana ya kuongoza familia. Na katika jamii yoyote, iwapo mwanamke ataongoka, jamii itaongoka. Na katika jambo lolote, wanawake wakipotea, jamii nzima itapotea. Hili halina mjadala. Lau kama nyinyi wanawake mngetaka sisi waume wenu tusali, wallahi wanaume wote tungekuwa tunajaa msikitini alfajiri. Wallahi kabisa kabisa. Hivi kuna mtu mjanja mbele ya mwanamke? Nataka niulize wanaume, tusemeni ukweli. Kuna mtu mjanja mbele ya mwanamke? Nyi wanawake wenyewe tatizo lenyewe hamtujulii, ndio maana mnatuona sie nuksi. Lakini mkitujulia sisi mabwege kwenu. Ila sasa nyinyi wenyewe mnatuvuruga. Badala ya kututreat vizuri, mwanamke anataka kushindana. Umerudi umetoka shamba, umenuna, hueleweki. Yeye amekaa na mwenzake wanasukana, wakati unakuja anasema matatizo yangu hayo yanarudi. Yani mumeo kurudi nyumbani unasema matatizo yangu yamerudi. Mwanamke hakukaribishi kwa bashasha, hataki kuwekea chai. Ukienda hotelini leo unapewa chai vizuri zaidi na mhudumu. Niambie kaka, unataka nini? Kababu, egg chop, hebu niambie kaka, nikuletee chai ya moto au ya moto zaidi? Unamuona pale na anakuregezea macho. Huyu mtu wa hotelini. Sasa ngoja ukute chai umeandaliwa na mkeo, akishaiweka hamna kubembelezwa. Baba Abdallah, chai inapoa. Yani hapo ndo umekaribishwa chai. Sasa mimi nitakuwa na moyo gani wa kukaa nyumbani? Inafikia pahala hata ile nafasi ya mahaba ya kukaa pamoja hakuna. Ile nafasi ya kupeana maneno mazuri tena hakuna. Hapa mnatengeneza mazingira mabovu katika familia yenu. Ndugu zangu katika imani, 75% ya malezi ya mtoto anayecompensate kwa maana ya tabia ni mwanamke. Sisi wanaume tunacheza chini ya 25%. Na mtoto ili awe sawa sawa katika thinking capacity yake, uwezo wake wa kufikiri na wa kimaamuzi, katika malezi mtoto anahitaji vitu vikubwa viwili. Vitu vingapi? Viwili. Kitu cha kwanza, khaufun wa tamaa. Kwanza mtoto ili awe sawa sawa anahitaji vitu viwili, khaufun wa tamaa, kutiwa hofu pamoja na kupewa matumaini. Na hofu hii inatoka kwa baba, lakini hofu hiyo iwe ni hofu yenye mipaka. Leo kuna vijana mme inajisifia eti inaujua Uislamu. Tena anakaa kijiweni anasema mimi nikiingia nyumbani kama watoto wanacheza wote wanaingia ndani. Mjinga wewe, ndio Uislamu huo? Angalia sifa ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwaje? Huwa raufu bil fuqara'i wal yatama wa huwa shafi'i mudnibina yawm al qiyama. Mtume alikuwa mpole
Soma katika tarehe, Mtume ilikuwa mpaka akiswali wajukuu zake Hasani na Hussein ilikuwa wanakuja wanampanda Mtume katika mapaja yake. Mtume inafikia pahala anaweka pembeni wajukuu zake alafu ndio wanasujudu. Inafikia pahala Mtume akisujudu wajukuu wanakaa mgongoni, wengine kwenye kichwa, anasubiria mpaka watoke ndio Mtume anainuka. Akisimama mmoja anamweka kushoto, mwingine anamweka kulia. Huyu Mtume alikuwa akicheza na watoto. We nani na midevu yako unaogopa kucheza na watoto na familia yako? Unajifanya wewe mkali kama pilipili saa zote. Inafikia pahala ukiondoka katika nyumba wala hakuna mtu yoyote anayekumisi. Ukiondoka watoto wanasema alhamdulillah, Israeli kaondoka. Mke na watoto wanapumua. Sio malezi katika Uislamu na wala sio Uislamu. Leo ukiumwa ukienda kulazwa Tabora, taarifa ikija baba yenu kesho anaruhusiwa, kapona ile ajali yake aloanguka na pikipiki, watoto wananyongea kwamba sasa baba anarudi, itakuwaje? Lakini ikija taarifa bwana mguu haujaunga vizuri, madaktari wamesema endelee kukaa hospitalini wiki 2, watoto wanafanya hivi kwamba afadhali ufe huko huko, atakutilia sumu hao. Leo kuna mijana mme ikiingia katika nyumba zao wakali saa zote, neno kidogo tusi, neno kidogo kaita mtoto mbwa. Haya, kama mwanao anakuwa mbwa, we baba unakuwa nani? Maana hiki kijibwa kidogo dogo, wewe ndio jibwa kubwa kubwa lenye midevu. Uislamu unahitaji tarbia, unahitaji malezi. Kwa hiyo jambo la kwanza, mtoto ili awe sawa sawa katika malezi anahitaji kutiwa hofu, lakini hofu yenyewe iwe ni hofu isiyopitiliza, ni hofu ya kumtengeneza ili usimwathiri kisaikolojia. Jambo la pili, watamaa, kupewa matumaini. Ndugu zangu, sisi wanaume Mwenyezi Mungu atujalie ni watu wa kuforce. Wanaume wote asilimia kubwa ni watu wa kuforce. Katika wanaume 10 utakayempata mwanamume anaweza kulea mtoto kama mwanamke, kumtreat mtoto, akalia, akamtoa nepi, akamsafisha, akamuogesha, akamnywesha uji. Katika wanaume 10 utapata wanaume 2, na katika 2 hao na mimi nimo. Ndio. Na Dr. Sule naye, japokuwa sina uhakika sana. Yaani kiasi kwamba unaweza kumtreat mtoto, mkeo analia usiku, unamchukua mtoto unamwambia mke wangu lala, unazunguka naye kumbembeleza mtoto. Wallahi katika wanaume sisi tunaojifahamu ni wachache sana. Kina mama mnajua, mtoto anaweza akawa analia usiku kweli kweli, na pengine mwanamke yuko katika tumbo lake la kike, hali mbaya, mtoto analia na tumbo linauma au anaumwa maradhi mengine yoyote, hana uwezo wa kumwangalia mtoto katika wakati huo. Baba Abdallah, hebu nisaidie basi mtoto, hali yangu mbaya. Sisi wanaume wengi, katika wanaume atakachofanya, yuko na usingizi wake, anachukua kono lake anamwekea mtoto, dakika 2 tayari usingizi ushampitia, anakoroma, unioni. Yule mtoto inafikia pala kono ushaliweka kwenye tumbo. Mama anaamka, anaona ili baba vipi natafuta kuniulia mwanangu, maana mtoto anahangaika. Anaamka tena mwanamke ambebe mtoto, aanze kumbembeleza na kumwimbia hali ya kuwa anaumwa. Tarbia, malezi yanahitaji vitu viwili kwa watoto: khaufun wa tamaa, kutiwa hofu na matumaini. Sisi wanaume Mungu katujalia kawaida yetu ni kutia hofu, lakini kutia matumaini kupo kwa akina mama. Na ndiyo maana mtoto mmoja akiuliza swali kwa baba na akiuliza swali kwa mama, majibu ni tofauti. Na hili kisaikolojia liko wazi. Mtoto alielelewa na mzazi mmoja, kuna uwezekano mkubwa wa mtoto huyu kuweza kuharibika. Mfano, mtoto anaelelewa na mama peke yake, kuna possibility kubwa, uwezekano mkubwa wa mtoto peke yake kuja kuwa mtoto jeuri, mtoto mbishi, mtoto kiburi, kuja kuwa sexologist. Kwa maana gani? Akiwa mwanamume atakuwa ni mpenda wanawake sana, akiwa ni mwanamke atakuwa ni mpenda wanaume sana. Yani katika 100
75 mpaka 80 wanakuwa katika mazingira haya. Fanyeni uchunguzi. Na mtoto aliyezaliwa aliyelelewa na baba peke yake, kuna uwezekano mkubwa sana mtoto huyu kuja kuwa mjinga, bwege, zoba, falafala. Labda mtu ataniuliza kwa nini? Nitakupa mifano. Sisi wanaume kazi yetu ni kuforce. Nitakupa mfano mdogo tu. Watu wadogo hawa kuanzia mwaka mmoja kuelekea katika umri wa miaka 10 mpaka 15, akili yake ina absorb kila inachokiona na inachokisikia, inaweka kichwani. Wanakamata haraka sana. Chukua mtoto hapa Tabora. Kijiji gani kinaitwa? Uyumbu. Mchukue mtoto mdogo hapa ambaye hajafika umri wa miaka 15, mchukue hapa. Mpeleke Uingereza, mweke miezi 6. Baada ya miezi 6 atazungumza Kiingereza frequently kabisa kama kazaliwa Uingereza. Mtoe Uingereza, mpeleke Arabuni, mweke miezi 6 tu. Mtoto yule atakach na ataanza kuzungumza Kiarabu miezi 6. Mtoe Arabuni, mpeleke Ujerumani, baada ya miezi 6 atazungumza Kijerumani kama kazaliwa pale Ujerumani. Umri huu mdogo mnaoona. Na ndio kipindi ambacho watoto wanakamata mambo mengi. Waambieni ya kuhusu nyimbo sasa hivi. Atakuimbia wimbo wa Diamond kuanzia mwanzo mpaka mwisho, haachi hata mstari mmoja. Ndio wakati wao. Na kipindi hiki katika malezi ndio kipindi cha kumpata mcha Mungu. Kipindi hiki katika malezi ndio cha kumpata mwizi. Kipindi hiki katika malezi ndio cha kumpata mwanasiasa. Maana ukimwona mtoto wako anaanza kuwa muongo, tujue huyu baadaye huyu anaweza kuja kuingia kwenye mambo ya kisiasa. Wala usiwe na wasiwasi naye. Ukimwona saa zingine anaanza ukiacha shilimia anachukua, jua hii ni dalili baadaye atakuja kuwa fisadi. Wala usitafute matatizo mengine. Ukianza kumwona mtu amemwona mwanae mtu mwenzake kidogo kamchanganya na kiwembe, basi kaa ukijua huyu anaweza kuwa kama yule daktari alomshona mgonjwa alafu akafumua nyuzi kwa sababu hajampa shilingi 10,000. Yaani dalili za mtoto unaziona katika umri mdogo. Kipindi hiki watoto wanaabsorb tabia, wanachukua tabia na kuchukua matendo. Na hapa ndicho kipindi cha kumnyoosha. Nitakupa mfano. Miezi takriban kama miaka 2 tulifanya mkutano katika mji wa Mbeya. Kuna bwana mmoja alikuwa ni askari, kahamishwa kutoka Dar es Salaam kapelekwa Mbeya. Nilipishana naye kama miaka 6. Akawa kahamia Mbeya. Wakati anaondoka aliondoka na mtoto mdogo anaitwa Aisha. Miaka 6 ile tulipofika, yule mtoto akawa mkubwa. Miongoni katika siku akatualika nyumbani, bwana njooni chakula cha mchana mtakula kwangu kisha muende kwenye muhadhara. Kweli tulipofika kile kitoto chake kilikuwa kimekwenda shule. Baada ya muda akasema mtamuona bwana Aisha amekuwa mkubwa na amekuwa mjanja kulikweli. Basi kile kitoto kikaingia. Akamwambia huyu Aisha bwana, baba zako bwana ulikuwa mdogo huwakumbuki. Hebu nenda kidogo kale alafu uje. Wakati anaondoka yule mtoto yule bwana atusifia, asema mwanangu bwana amekuwa mjanja, amekuwa na kipaji, mimi mpaka nashangaa. Tunaswali naye. Sasa mimi nikajiuliza huyu bwana anamsifia mwanae kipaji, kahifadhi Qur'ani au kahifadhi hadithi au ikoje? Nikawa nasubiria iko kipaji chenyewe kipi. Basi akaja yule mtoto pale, baada ya kuja ambia basi hao ndo baba zako bwana, nataka uonyeshe ule ujanja wako. Mimi nimekaa vizuri kwenye kiti nione ujanja huo. Ujanja gani? Baba mzazi linaanza kupiga makofi, linamwimbia mwanae kata kiuno chako mwenyewe. Basi ule mtoto inamkatika miuno mpaka anaenda chini. Nikauliza shekhe, hii ndo nini? Tena hapo ndo anasema anakuoneni haya, lakini akikuzoeni huyu anakata viuno kaa paka chongo. Nikaona sasa hii hatari. Sasa huyu ndio mzazi anamuandaa mwanae kuwa stage show baadaye, na wala hana wasiwasi, anaonyesha mbele ya wageni na anasema huu ndio ujanja. Leo ngapi katika watoto leo hii wanawasifia wazazi wao wanawasifia watoto wao kwa ujanja wa kuingia kwenye madhambi? Wangapi? Ukimsikia mwanao anaimba kama Diamond aseda, huyu atakuwa msanii. Fuatilieni watoto wenu. Kuna saa zingine anakuja na madaftari, anasema madaftari yamekwisha katika miezi 2 au mwezi mmoja. Ukiuliza vipi, anakuambia madaftari yamekwisha, ataka daftari lingine. Fuatilieni madaftari yao. Wengine kila daftari unamkuta anaandika mistari. Naye anataka kuwa bongo flavor aimbe. Tena wazazi wengine nafikia Paula anasema sisi tumezaa au tumetoa maradhi tu.
Wenzetu kina Diamond bwana, wewe kamnunulia baba yake gari, mama yake gari na demu wake gari. Kwa hiyo na yeye anaombea hivyo. Waislamu, sisi tulikopo hapa, mkubwa wetu kwa umri ni Alhaji Dr. Sule. Sisi wengine wote tulobakia hapa, anayefuatia ni ndugu yetu Dimoso. Tulobakia wote hata miaka 40 hatuna. Tumekaa madrasa, kuimba tunaweza, kila kitu tunakiweza. Lakini tumeacha hayo kwa sababu ya kumhofu Mwenyezi Mungu. Tena nyimbo zenyewe za kipumbavu hizi, nani anayeshindwa kuimba? Eti wimbo unaimbwa, mgambo wanaruka na kukanyagana. Siku mbili unamkuta mtu ana gari. Hivi mgambo waruke mpaka wakanyagane, hawakai mistari wale, si uongo? Na kuimba siji kuchana. Dr. Sule mimi najua. Kuchana hii mistari si nini? Naweza. Na hata mkitaka mfano nitakupeni. Si kuunganisha maneno. Nakupeni kidogo. Lakini sio mtu toke hapa aje niambie niandikie, siandiki. Si kama hivi tu, mimi hapa ni mweusi, nakaa kwenye nyumba ya nasi, na ninatoka kamasi, na ninapanda farasi, kisha mkono unakuwa unaweka hapa kama sasa huyu anayeshindwa hapo nani? Sio anavyofanya hivi. Kila anapopiga unakuta ile kono liko hapa. Sasa unajiuliza hapa ndio kwenye starter au hapa ndio kwenye kitu gani? Anayeshindwa kufanya hivyo nani? Sasa haya yote tunayaacha kwa sababu gani? Ya kumhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuyataki hayo. Tunachoingia na kufundisha ni tarbia. Narudia kusema, ili mtoto awe sawa sawa katika thinking capacity yake, anahitaji khaufun wa tamaa, kutiwa hofu na matumaini. Na ndiyo maana swali analouliza mtoto kwa baba na mama, majibu tofauti. Ndio utajua utofauti wa khaufun wa tamaa. Kipindi cha umri wa watoto hawa, maswali yanakuwa mengi sana. Mfano, anaweza mtoto kwa umeshika peni akaja akamuuliza baba, baba, hii nini? Baba akamwambia, mwanangu, hiyo peni. Mtoto anauliza tena, baba, hii nini? Baba anambia, we, nimekwambia peni. Akiuliza tena, baba, hii nini? Pumbavu, hebu toka nenda katiza kwa mama yako. Wewe kila wakati unauliza na kujibu, hebu nenda. Mtoto anaondoka, anaogopa, haelewi chochote. Lakini swali hili aulizwe mama, mama, hiyo nini? Hii peni mwanangu. Mama, hii hapa nini? Abdallah, nimekwambia peni baba. Mama, hiyo nini? Njoo nikuonyeshe mwanangu. Anamtafutia na karatasi, unaona inavyoandika? Hii peni, andika jina lako na la babako. Andika mwanangu. Mimi naenda kufua. Muandike mpaka umalize. Usiache mpaka nikwambie. Huyu ndio mama, ana extra miles, anamuongezea na faida mtoto. Lau kama wote tungekuwa tumelelewa kwa midevu mitupu, wanaume watupu, sote tungekuwa minunda hapa. Kwa sababu kwanza mikonzi hatukawii. Na kina mama, nakupeni siri, kuweni makini sana kuwapa watoto wenu kuwashika wanaume. Ukiona kimshika baba yake, mtoto analia zaidi. Wakati kakataa, bwana mimi nina kazi, mshike mwenyewe. Angalia, tuna kawaida hata kuwafinya wale watoto limradi endelee kulia, mtoto arudi kwako mwenyewe. Ndio tulivyo si wanaume. Ni mijitu ya kufosi, ni watu wa kulazimisha mambo. Lakini katika tarbia vitu viwili vinahitajika, khaufun wa tamaa, hofu na matumaini. Lakini sisi wanaume tuna nafasi gani katika malezi? Miongoni katika nafasi tulizokuwa nazo ni kusimamia malezi. Mtoto akiwa mtukanaji, kaa ukijua familia inahusika. Tabia za sasa hivi na tabia za zamani ni tofauti. Tabia za sasa hivi na zamani ni tofauti. Wapo watu zamani na hadithiwa walipewa wake kwa sababu walikaa na wazee tu katika bao, labda mzee likamtoka jambo lisilofahamika na kuwafanyia heshima. Lakini kwa mazingira ya sasa tuliokuwa nayo, hafahamiki mzee nani, hafahamiki kijana nani. Kwetu Dar es Salaam wanasema uzee mwisho chalinze. Waliokuwa Dar es Salaam wote ni vijana watupu, tena wanaitwa mabebi. Yani mzee hana wasiwasi. Na unaweza ukamkuta mzee ambaye ndiye mtu mzima anazungumza maneno ya hovyo kuliko hata wale vijana wenyewe. Dunia imebadilika. Zamani ilikuwa inafikia pahala hata mzee akikaa vibaya, labda kavaa msuli akakaa vibaya, vijana wa zamani watafanya mbinu mpaka ule mzee ainuke akae vizuri. Haya, sikwambii dunia ya sasa hivi. Mzee avae msuli, ajisahau,
akae wazi mzigo uonekane. Vijana wanafanya nini? Maana akipita mara ya kwanza nikamtizama tap kaona bahati mbaya, anapiga hatua 2 3, anauliza nilichokiona sahihi au sio sahihi? Anarudi tena pale pale, anatafuta kijiti ndo anajifanya chimba aangalie mpaka nafsi yake itakasiki. Ndio dunia ya sasa hiyo. Ukipita kwenye dirisha la mtu ukamwona mtu anavaa yuko uchi, ukaona bahati mbaya, sio uondoke, unarudi tena unajifanya kama vile hujaona, unahakikisha nilichokiona kweli au sio kweli. Bwana Dimoso, mfano unao na unanielewa ninaposema hivi. Ndio dunia yetu hiyo. Tarbia, malezi, utamaduni, silka, ubinadamu umeondoka. Sasa sisi kama Waislamu tuna nafasi ya kuirudisha jamii katika misingi ya Kiislamu. Tunayo nafasi ya kuirudisha jamii katika kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunayo nafasi ya kuirudisha jamii katika mifumo mizuri ya haki na desturi na utamaduni uliokuwa sawa sawa. Ndio maana tunatembea katika maeneo kama haya vijijini, tunatembea mijini, katika mikoa mbalimbali ili kuweza kukumbushana. Sasa namaliza dakika zangu 5 za mwisho. Nini nafasi ya baba? Nafasi ya baba ni kuisimamia familia. Utaisimamia namna gani? Jambo la kwanza ni kumtreat mkeo vizuri. Ukiishi na mkeo vizuri, ukamfundisha dini, ukampa maadili, mke akawa mwema, mke akiwa mwema, automatically ule wema wa mke utakwenda kwa mtoto. Mke akiwa na tabia nzuri utakwenda kwa mtoto. Mke akiwa na roho mbaya, watoto watarithi roho mbaya kwa sababu wanakaa na mama muda mrefu. Lakini tujiulize, sisi wanaume kweli tunawatreat vizuri wake zetu? Uislamu umeruhusu kuoa wake zaidi ya mmoja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba'. Wewe ni wanawake mnawapenda 2 3 mpaka 4. Kuoa wake 4 katika Uislamu ni ruhusa, sio amri, ni ruhusa. Lakini tujiulize, wapo watu walikuwa wakiishi vizuri zamani na wake zao, baada ya kuoa mke wa pili wakaingia katika migogoro. Kwa sababu gani? Unaoa kuongeza mke kwa maana umekizi vigezo na masharti. Unaoa kuongeza mke kwa kukomoa. Unaoa kuongeza mke kwa sababu umeuza shamba umepata pesa. Unaoa kuongeza mke kwa sababu mwaka huu mavuno yamekuwa makubwa. Unaoa kwa kutimiza masharti ya dini. Jiulize, unaoaje? Yawezekana katika kuoa kwako kwa misingi isiyokuwa ya Kiislamu ambayo haikuwepo ndio kupelekea kuisambaratisha familia yako. Inaweza ikawa ndio sababu ya kusambaratisha familia yako. Kuna mtu mwingine kavuna tumbaku yake, kapata faida kubwa na milioni 15 20, ndio anamwambia mkewe, wewe si jeuri wewe, safari nakuletea kitoto kidogo. Jamani, nikwambieni Waislamu, hizi roho tulizokuwa nazo hizi ndizo roho hizi walizokuwa nazo wanawake. Kama vile wewe unavyoona kuumia ukisikia mkeo kaenda kinyume, basi na wewe pia ukioa mwanamke anaumia. Lakini wakivumilia katika hayo wanaipata pepe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wewe malengo yako ya kuoa ni nini? Kuna mwingine anapenda kuoa kuhudumia, hawezi. Nalisema inajua wanaume wengine watakasirika, potelea mbali. Yupo mwanamume anajua kuoa kuhudumia, hawezi. Mwanamke inafikia pala akimdai mwanamume hata mafuta ya kupaka, anaambia bwana mafuta ya kula yapo, apake mafuta ya kula yeye kitumbua, haudumiwe. Tokea umemnunulia nguo zile mlivyoingia katika harusi mpaka leo mwanamke hajanunuliwa nguo tena. Inafikia pahala mtoto watu akipita na nguo ieleweki, imefumwa, imeshonwa, imetariziwa, viraka kila kona. Mwanamke atakumnunulia perfume 1500 anukie mkeo, hakuna, afu ataka kuongeza mke. Mwanamke ukimsogelea ananukia tumbaku, si tumbaku, ugoro si ugoro, ushuzi si ushuzi. Ndio Uislamu unasema namna hiyo. Kwa hiyo kwanza timiza vigezo, halafu baada hapo ndio uingie katika swala la kuongeza mke. Uislamu haujakataza kuongeza mke, umetoa ruhusa, lakini je, vigezo hivyo umevitimiza? Kwa hiyo tukiishi nao kwa wema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia kila la kheri. Mwenyezi Mungu ajalie
tupate wake waliokuwa wema. Semeni amin. Na wanawake nao Mwenyezi Mungu awajalie mpate waume waliokuwa wema. Itikieni amin. Miongoni katika vitu vya kumwomba Mwenyezi Mungu akupe mume aliyekuwa mwema, asiyekuwa na gubu. Gubu linafahamika. Mwanamume anazungumza maneno hayamalizi. Yaani kuna watu mkutano tuliokuwepo hapa Dr. Sule wanaomba tuendelee mpaka kesho, tusiondoke nyumbani. Maana akirudi nyumbani matatizo. Yupo mwanamume hapa anafikiria akirudi nyumbani ugomvi, mwanamke naye anaona nikirudi nyumbani pia ugomvi. Kuna watu hapa wamekaa na wake zao mpaka wiki hawaongei. Mwanamume anabubu, awekewe chakula, kile chakula kikiwekwa kisaulike kijiko tu kuwekewa katika chakula. Unaniwekea chakula, hiki chakula uniwekee kijiko. Kwa hiyo mchuzi nitachota bila kijiko, na uwali nao nitauchotaje bila kijiko? Wewe umekuja kwenu hapa umekuta kijiko. Basi kila anachozungumza neno kijiko, akienda huku kijiko. Mwanamke, basi nisamee mume wangu, yamekwisha. Nisamee. Mwanamke anaomboleza mpaka anamwambia haya nimekusamee. Usiku saa 8 za usiku, labda mwanamume kapata haja akaenda kujisaidia, akirudi anamwamsha mkewe, wewe mama Abdallah, mume wangu niambie, hivi kile kijiko mchana ilikuwa kusudi au bahati mbaya? Saa 8 kweli? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala athibitishe katika nafsi zetu, tuyatafakari, kuyazingatia na hatimaye kuweza kuyafanyia kazi. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairi al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.